watu wa Isiolo, yoya watu wa Isiolo, mfiantin kwa azima. Naam, mimi insha Allah taala nitafanya takmila ya maudhu, au kwa njia moja au nyingine tutafungamanisha maudhu ambayo tutaizungumzia na ile ambayo ndugu yangu mkubwa aliyekuwa kabla yangu amezungumzia, ya amru bil ma'rufi wan nahyi ama wan nahyi anil munkar. Tafungamanisha kwa njia moja au nyingine, kuamrisha mema na kukataza maovu. Hii kuamrisha mema na kukataza maovu, hukumu yake katika Uislamu inaweza kuwa ni fardhu ain, na pia vile vile inaweza kuwa ni fardhu kifaya. Inaweza kuwa ni fardhu ain kama jambo hilo linakuhusu wewe mubasharatan, na pia vile vile inaweza kuwa ni fardhu kifaya, bimaana baadhi ya watu wakifanya, wale wengine watakuwa hawana masulia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi nitazungumzia masala ambayo ni muhimu zaidi pia vile vile ya tarbiyatul aulad, kuwalea watoto. Kuwalea watoto katika tarbia ambayo ni nzuri. Kwanza kabisa tuweze kujua kwamba watoto ni neema kwa Mwenyezi Mungu, kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Lillahi mulku samawati wal ard, imekuwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ama ni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ufalme wa bingu na ardhi. Yakhluqu ma yasha, Allah Subhanahu wa Ta'ala anaumba yale ambayo anayotaka, na kila kitu ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala anafanya vile ambavyo anavyotaka kwa hikma yake, na haulizwi Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yusalu amma yaf'al, Allah Subhanahu wa Ta'ala haulizwi. Allah Subhanahu wa Ta'ala humpa zawadi atakaye watoto wa kike. Kabla ya Uislamu, watoto wa kike walikuwa ni wanachukuliwa kama aibu na walikuwa wakizikwa hai. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba anawapa zawadi amtakaye watoto wa kike, au anawapa atakaye zawadi watoto wa kiume, au Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuchanganyia kwa watoto wako wa kike na wa kiume. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala pia vile vile anamjalia atakaye kuwa ni tasa. Kwa hivyo watoto ambao pia vile vile ni amana, kama vile ambavyo ni zawadi Allah Subhanahu wa Ta'ala anawapatia. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mlioamini waokoeni ama ziokoeni nafsi zenu na nafsi za ahli yenu, familia yenu, kutokana na moto wa Jahannam. Imam Ali ibn Abi Talib, ama Khalifa Rashid Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, anasema ni allimuhum wa adibuhum, maana qu anfusakum wa ahlikum nara, allimuhum, waelimisheni hao watoto, na pia vile vile muwapatie tarbia ambayo ni nzuri. Kwa hivyo ni masulia na ni amana hawa watoto ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupatia, kuweza kuwaelekeza kwa njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka, katika ile njia ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka tuwalee. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kila mmoja wenu ni mchunga na kila mmoja wenu ataenda kuulizwa kwa yale ambayo alikuwa akiyachunga. Hapo ndio inaingia fardh ain kwa kila mzazi kumpatia, ni wajib, ni lazima kila mzazi kuweza kumpatia mtoto wake tarbia ambayo ni nzuri. Kule kuamrisha mema na kukataza ovu inaanzia
kabla hatujafika katika mjitama wa Isiolo, kabla hatujafika katika mjitama wa Eastern Kenya, kabla hatujafika Kenya na Afrika na kwingine, tarbia ile inaanzia pale nyumbani. Tusilalamikie kuharibikiwa kwa mjitamaa yetu na hali ya kuwa sisi tunaharibu na tunapuuza pale nyumbani. Hatuwezi kubadilisha kijiji na mji hali ya kuwa tu pale nyumbani mambo si nzuri na hali si nzuri katika boma na katika nyumba ambayo kuna mwanamume na mwanamke kama baba na mama. Hivyo masulia yako, jukumu hilo linaanzia pale nyumbani. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kila mmoja wenu ni mchunga na kila mmoja wenu ataenda kuulizwa kwa yale ambayo alikuwa akichunga. Utakuwa ni mas'ul mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Imam, kiongozi wa msikitini ama pale pengine popote, pia vile vile ni mchunga na ataenda kuulizwa kwa yale ambayo alikuwa akiyachunga. Naam, warajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Na mwanaume ni mchunga kwa boma yake, ataenda kuulizwa kwa yale ambayo alikuwa akiyachunga. Ataenda kuulizwa kuhusu boma yake, ataenda kuulizwa kuhusu mke wake, ataenda kuulizwa kuhusu mtoto wake na wale ambao wako chini yake. Wal mar'atu ra'iya, na pia vile vile mwanamke pia vile vile ni mchunga pia vile vile katika nyumba yake, katika nyumba ya mume wake. Anafaa kuweka mambo sawa pale nyumbani. Anafaa kupatia watoto wake tarbia ambayo ni ya sawa. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Na pia vile vile yeye ataenda kuulizwa kwa yale ambayo alikuwa akiyachunga. Na kama vile ambavyo mtoto amehusiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwafanyia wema wazazi wake. Allah Subhanahu wa Ta'ala amemhusia mtoto kuwafanyia wema wazazi wake. Wa wasaina al-insana biwalidayhi husna. Kama vile ambavyo mtoto amehusiwa kufanyia wema wazazi wake, vivyo hivyo baba na mama pia vile vile wameamrishwa na wamehusiwa kufanyia wema watoto wao, kwa kuwalea vizuri, kwa kuwapatia tarbia nzuri, kwa kuelekeza katika njia ambayo ni sawa. Yusikumullahu fi auladikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala anawahusia kuwafanyia wema wale ambao ni watoto wenu. Sio tu kulalamika kwamba mtoto haniheshimu, mtoto hanipatie heshima. Pia vile vile wewe ni wajibu kwako kumuelekeza huyo mtoto wako katika njia ambayo ni sawa. Kwa sababu kunyooka kwa mtoto huyu na kushika adabu nzuri baada ya taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inarudi kwa yule mzazi. Mzazi ndio anachangia pakubwa mtoto huyu kunyooka au kupinda. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullu mauludin yuladu ala alfitra. Kila anazaliwa katika fitra, katika njia nzuri, katika dini ya salama ambayo ni Uislamu. Fa abawahu, basi wazazi wake wawili, yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Watakaomtoa katika ile njia ya sawa ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala alimuumba ni wazazi wake wawili. Ima watachangia yeye kuwa Myahudi, wale watoto ambao tunaona kutoka Yahudi. Allah amewaumba katika fitra ya Kiislamu, lakini aliyechangia miongoni mwa sababu kubwa ya huyu mtoto kuacha dini hii ya Uislamu na kujiunga na dini ya Uyahudi ni wazazi wake ambao walikuwa ni walimu wake wa kwanza. Yuhawidanihi au yunasiranihi, au wanamchangia kuwa yeye ni Nasara, au yumajisanihi, wanamchangia yeye kuwa ni Majus, wale ambao wanaabudu moto. Na vivyo hivyo tunaelewa katika hii hadithi pia yule ambaye akhlaki yake inapinda, sababu kubwa huenda ikakuwa ni yule mzazi hakutekeleza yale ambayo ni majukumu yake, alikwepa yale ambayo ni majukumu yake. Kwa hivyo tuangalie baadhi ya misingi ambayo Muislamu anafaa kuangalia wakati ile ambayo analea mtoto, mambo ambayo inafaa kuzingatiwa zaidi, mambo ambayo Uislamu umeipa kipaumbele kulea mtoto. Kitu kwanza mtu anafaa kujua wakati ile ambayo labda hujaoa na unataka kuoa ili upate kizazi chema, na pia vile vile uwe na watoto ambao ni wazuri, watoto ambao wameshika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatua ya kwanza kabisa ya kupata huyu mtoto mzuri
na kupata huyu mtoto ambaye ni mtiifu, na kupata huyu mtoto ambaye ameshika dini ya Mwenyezi Mungu ni kuchagua mke mwema. Na hapo ndo wengi wanafeli. Utatarajia kupata mtoto mwema na wewe mke wako umepatana naye kwenye disco. Utataka kupata mtoto mwema na wewe umepata mke wako mnakutana naye kwenye bar. Ni ngumu. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuhusia na akahusia vijana na akahusia hawa wanaume kutafuta mke mwema ili kuweza kupata kizazi chema baadaye, ili kuweza kupata dhuria ambayo ni nzuri. Akasema tunkahul mar'a, mwanamke kawaida huolewa kwa mambo manne: kwa ajili ya hasabi yake ya makabila yake, au kwa ajili ya urembo wake, au kwa ajili ya dini yake. Mtume sallallahu akasema fadhfar bidhati din. Kama lengo yako kubwa ni kupata kizazi chema, kupata boma nzuri, kupata watoto ambao wameshika dini ya Mwenyezi Mungu, wacha Mungu, basi fadhfar bidhati din. Wewe jaribu kutafuta yule ambaye ameshika dini na utakuwa ni mwenye kubahatika zaidi. Pia vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo imepokewa na Imam al-Hakim anasema man razaqahu Allahu imra'atan salihah, yeyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamruzuku mke mwema, yoyote ambaye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamruzuku mke mwema, faqad a'anahu ala shatri dinihi, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amemsaidia kwa nusu ya dini yake. Nusu ya dini yake itakuwa iko sawa. Kisha falyattaqillaha fi shatri albaqi, basi amogope Allah subhanahu wa ta'ala na amche Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo kipande cha pili ambacho kimebakia. Na kama vile ambavyo unatafuta mke mzuri, pia hivyo hivyo madada zetu wanapotaka kuingia katika ndoa, pia vile vile hao wanaangalia yule mtu ambaye ni mustaqimun fi dinihi wa khuluqihi. Pia wao wanapaswa, ama anapokujia nyumbani kuoa, pia vile vile lazima uangalie huyu mwanaume, je, dini yake iko vipi, akhlaq yake iko vipi, kwa ajili ya hawa wawili kuishi pamoja na kwa ajili ya kutarajia dhuria, kizazi chema ambacho kinakuja baada yao. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, atapowakujia kwa kutaka mkono wa msichana wenu, kwa kutaka kumuoa msichana wenu ama dada yako au mtu wote ambao karibu na wewe na wewe ni masuul kwake, man tardawna dinahu, yule ambaye mnaridhia dini yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakusema tuangalie mali. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakutuambia tuangalie uzuri ambao unakuja na kuondoka. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema akiwajia kutaka kuoa binti yenu, man tardawna dinahu wa khuluquhu, akiwakujia yule ambaye mnaridhia dini yake na pia vile vile mnaridhia tabia yake, fazawijuhu, basi muozesheni. Na ila kama hamtafanya hivyo itakuwa ni mtihani kwenu. Kwa hivyo hii ujumbe inaenda kwa wale ambao ni wazazi, ambao wako na babanati nyumbani, ambao wanaofanya mabanati zao kuwa ni vitega uchumi, kwamba wanaangalia nani ambaye anayekuja, amekuja na kipando aina gani, ako na nini. La, si katika mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha tuangalie. Tunaangalia ad-din wal khuluq, dini na tabia. Pia vile vile miongoni mwa mambo ambayo mzazi anafaa kuangalia na anafaa kutilia mkazo wakati ile ambayo analea ili huyu mtoto akuwe na katika tabia nzuri, pia vile vile ni daima huyu mzazi anapolea au amuhusie mtoto wake wasia nzuri, aweze kupanda katika moyo wa mtoto wake akida ambayo ni salimu, akida ambayo ni nzuri. Na hii tunaona kwamba mitihani ambayo sahihi ambayo tuko nayo nyumbani, miongoni mwao ni hizi TV ambazo tuko nayo. Kila saa tunawekea watoto channels mbaya ama channels ambazo tunaona kwamba ni za watoto lakini ziko na athari ndani yake. Tunawekea Cocomelon, ukiangalia zile rangi ziko pale ni rangi za LGBTQ+. Lakini tunaona kwamba tunamfurahisha huyu mtoto bila kujua kwamba kuna ujumbe pia vile vile unafikishwa na unawasilishwa kwa yule ambaye ametayarisha barnamiji kama hii. Angalia Luqman alayhi salam. Luqman, mja mwema Luqman, alipokuwa akimpatia wasia mtoto wake,
alipokuwa akimuhusia mtoto wake anasema, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim, ewe kijana wangu usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na chochote, hakika shirk ni dhulma ambayo iliyokuwa kubwa zaidi. Regelea nafsi yako wewe ndugu yangu, uangalie, je, ushakuwa na mazungumzo kati yako wewe na mtoto wako? Ushamuelekeza mtoto wako? Ushampatia wasia mtoto wako? Ushakaa ukamwelezea umuhimu wa akida yake na yale ambayo anafaa kuamini, kama vile ambavyo Luqman alikuwa akimuhusia mtoto wake, la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. Pia vile vile wasia ambayo tunaona katika Qur'an au hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akimpatia wasia moja katika vijana wa kisahaba, anamwambia, ya ghulam inni uallimuka kalimatin. Angalia mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam haikuwa ni kwa watu wazima peke yake, haikuwa ni kwa kina mama peke yake au wakina baba peke yake, ilikuwa ni shamil, ilikuwa ni all inclusive. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamkuta mtoto mdogo ambayo leo mimi na wewe tukutana na huyu mtoto mdogo tusema, basi huyu bado ni mdogo, haelewi wala hatoelewa saa hii, wacha tuongoje awe mkubwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya ghulam, ewe kijana, inni uallimuka kalimatin, kama mimi naenda kukufunza baadhi ya maneno. Ihfadhillah yahfadhuk, mhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala. Wasia ama tarbia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo ni kielelezo chema kwetu, ni mfano mzuri kwetu, na tunafaa kuelekeza hiyo pia vile vile kwa watoto wetu tutapokuwa tunawalea. Usiongoje mpaka afike umri kubwa awe amekuwa mkubwa, ikuwe sasa ni vurugu, wewe na yeye mnapigana makonde, ukirusha moja na yeye anarusha pia vile vile. Kabla hiyo hakikisha kwamba unafanya nini? Unamlea mtoto wako, unampatia tarbia kwa udogo wake. Pia vile vile miongoni mwa mambo ama katika akhlaq ama katika mambo ambayo unafaa kuzingatia kama mzazi wakati unamlea huyu mtoto, usitegemee bidii yako na ujanja wako na ukawaacha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unafaa kumuombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtoto wako, na hii kumuombea ni wakati hiyo ambayo wako sawa, sio mpaka aanze kuharibika ndo sasa tunaanza kumfanyia dua na mambo kama hayo. Kuanzia mwanzo omba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kukunyoshea mtoto wako, awe katika adabu nzuri, awe na akhlaq nzuri. Wema waliotangulia na anbiya alayhi salam ilikuwa ni kawaida yao kunyanyua mkono na kuombea wale watoto wao. Ibrahim alayhi salam anasema, rabbi habli minas salihin, Mwenyezi Mungu nijalie niruzuku katika wema, nipatie mtoto aliyekuwa miongoni mwa watu wema. Kabla hajazaliwa au hata baada ya kuzaliwa unamwombea huyu mtoto, si kwa sababu ameharibika, ni kwa sababu unahitaji dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na unahitaji uongofu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na nyoyo za binadamu ziko katika vidole viwili vya Allah, yuqallibuha kaifa yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala anazigeuza zile nyoyo atakavyo. Kwa hivyo kama hidayah iko kwa mkono wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ilivyokuja katika hadith, kullukum dallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum, nyote mumepotea isipokuwa yule Allah Subhanahu wa Ta'ala ameongoza, basi takeni kwangu. Allah anasema takeni kwangu katika hii hadithi al-Qudsi, takeni kwangu uongofu na mimi nitawaongoza. Kwa hivyo huyu mtoto ambaye tunayemlea, tarbia ambayo tunakusudia aweze kupata, lazima tutake msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kumnyosha katika njia ambayo ni sawa. Pia vile vile Ibrahim alayhi salam anaomba na kusema, rabbi ja'alni muqima salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Anasema, ewe Mwenyezi Mungu nijalie niwe mwenye kusimamisha swala. Huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu, huyu ni Khalilullah, si mimi na wewe viumbe dhaifu. Huyu ni kiumbe wa Mwenyezi Mungu, huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu, huyu ni katika ulul azmi minar rusul. Lakini pamoja na hiyo anaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjalie awe ni miongoni mwa wale ambao wanasimamisha swala. Dua hii tunahitaji sana mimi na wewe. Wa min dhurriyyati, na pia vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nijalie katika kizazi changu
wale ambao wanasimamisha sala, rabbana wa taqabbal dua. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema 3 da'awatin mustajabat, dua 3 ni zenye kukubaliwa moja kwa moja. Dua 3 ni katika dua ambazo ni zenye kukubaliwa. Anasema la shakka fihinna. Mtume anasema ni dua 3 ni zenye kukubaliwa, na anatilia mkazo kwa kusema la shakka fihinna, hazina shaka kwamba dua hizo ukiomba unakubaliwa. Miongoni mwao ni da'watul walid, ni dua ya mzazi. Dua ya mzazi. Mzazi anafaa kumuombea daima mtoto wake, kinyume na yale ambayo katika mjitamaa yetu imeenea, kulaani kila saa watoto, hasatan katika upande wa mama zetu. Kila saa kasirika kidogo amesharusha laana, asharusha laana. Na pia vile vile da'watul musafir, dua ya yule ambaye ni msafiri inakubaliwa, na duaul madhlum, dua ya mwenye kukubaliwa, ya mwenye kudhulumiwa, pia vile vile dua yake inakubalika. Kwa hivyo huyu mzazi anafaa kuchunga anapotoa dua ile kumlaani mtoto wake, huenda ikapatana na wakati ambayo dua ni mustajab ikakubaliwa, na labda ulitoa kwa ajili ya hasira. Hapo ndo tunaambiwa hasira inakuwa baadaye hasara. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema pia vile vile la tad'u ala anfusikum, msizilaani nafsi zenu, na pia vile vile msilaani watoto wenu. Hii ni amri ambayo hii ni katazo ambayo Mtume ametoa, msilaani watoto wenu. Wala tad'u ala amwalikum, pia vile vile msilaani mali zenu. Una kipando, una gari, ukaona kwamba imekuwa na mtihani kidogo, ukazungumza ambayo ni maneno ambayo si sawa. Pia miongoni mwa mambo ambayo Muislamu anafaa kuyafanya katika kulea mtoto, anafaa kuzingatia wakati ile ambao analea mtoto, ni kukinga hao watoto kwa nyiradi ambazo zimepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa dua ambazo zimepokewa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Unafaa kutaka kinga kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hawa watoto. Na kinga hii inaanza pale mwanzo unapokutana na mke wako. Pale mwanzo kabisa unapokutana na mke wako, wakati hiyo ndo unaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kinga. Kinga ambayo tunakusudia, tukusudii hirizi. Na mtu anafungwa mtoto kamba nyeusi hapa hivi, namuuliza mbona asistuke. Unafunga nyingine hivi ndio ile imwepushe na macho na mambo kama hayo. La. Kinga ambayo unafaa kutumia wewe kama Muislamu ni yale ambayo imepokewa kutoka kwa sheria, kutoka kwa mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema law anna ahadakum, lau kama mmoja wenu, idha arada an yati ahlahu, pindi atakapotaka kukutana na mke wake, lau atasema bismillah, kwa jina la Mwenyezi Mungu, Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibna shaytani ma razaqtana. Lau wakati ile ambao unakutana na mke wako kwa ajili ya kufanya tendo la ndoa, utasema kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, jannibna ash-shaytan, tuweke mbali na shaytani, na uweke shaytani mbali na yale ambayo utakayoturuzuku. Wengi wetu kuna wake zao ama waume zao, lakini wanapokutana na wake zao huenda labda hawasomi aya kama dua kama hii, na tofauti na natija yake unaona mtoto anazaliwa hasikii, hakuheshimu wewe kama mzazi, hana adabu. Ulianza pale, aliharibikiwa pale mwanzo kabisa. Alianza kuharibikiwa pale mwanzo kabisa, wakati baba na mama wanakutana bila bismillah, bila dua. Unapata mtoto ambaye shetani amemtawala, wal iyadhu billah. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam pia vile vile anasema kwamba alikuwa akiwakinga wajukuu wake Al-Hasan na Hussein. Alikuwa akiwakinga wajukuu wake Al-Hasan wal Hussein, akisema u'idhukuma bikalimati llahi tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma. Alikuwa akiwaombea hiyo dua. Hivyo ndo tunafaa daima kuwakinga watoto wetu na kuwaombea dua watoto wetu, kusema u'idhukuma bikalimati llahi tammati, na wakinga nyinyi wajukuu zangu kwa kalima ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo ni timilifu. Kweli kalima za Mwenyezi Mungu, kalima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni timilifu, kama alivyosema watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kwa hivyo na wakinga
wajukuu zangu kwa kalima ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni timilifu, min kulli shaytanin wa hamma, kwa kutokana na shaitan, na hamma na zile ambazo zenye sumu kama nyoka na nge na zinginezo. Wa min kulli ainin lama, na pia vile vile na wakinga wajukuu wangu na watoto wangu kwa kila ain, macho ambayo iko na husda na zinginezo. Hivyo ndio unafaa kukinga mtoto wako, si kwa hirizi na kwa mambo mengine, kwa nyiradi ambazo zimepokewa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, hivyo ndo baba yenu Ibrahim alayhi salam alikuwa akiwakinga watoto wake Ismail na pia vile vile Ishaq. Naam, kwa ajili ya wakati tutaenda haraka haraka, tutakuwa tukifafanua zaidi. Pia vile vile miongoni mwa mambo ambayo Muislamu anafaa kufanya katika tarbia ni kujali, ni kupatia Mwenyezi Mungu akikuruzuku watoto, uhakikishe kwamba unawapatia majina ambayo ni mazuri. Majina ambayo pia vile vile ni mazuri, yenye maana ya sawa, kwa kujifananisha na wema wametangulia miongoni mwa sahaba na wengineo. Kwa sababu kila mtoto unapopea jina anakuwa na fungu katika lile jina lake. Ile jina itamuathiri ima kwa uzuri au kwa ubaya. Na katika majina ambayo ni mazuri kama ilivyokuja katika hadithi ya Muslim ni kwamba ni Abdullah na Abdurrahman, ahabba al-asma ila Allah Abdurrahman, Abdullah wa Abdurrahman. Naam, na pia vile vile miongoni mwa tarbia nzuri ambayo Muislamu anafaa kufanya kwa watoto wake, tarbia nzuri pia vile vile ni kufanya uadilifu kati ya watoto wako. Mwenyezi Mungu akikuruzuku watoto 4, 5, 6, 7, wakati ambao unakaa na wao unafaa kufanya uadilifu. Yale ambayo unawafanyia huyu mfanyie yule mwingine. Usibague kati ya watoto wako, itachangia kuleta hasad kati yao, itachangia kuleta wivu kati yao, na ukawa wewe ndo sababu ya kubomoa ile nyumba yako. Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu anasema kwamba katika hadithi yake ni kwamba Mtume siku moja alitaka kumpatia mtoto wake zawadi. Mke wake alimwambia, na umshuhudishe Mtume sallallahu alaihi wasallam, patie mtoto wako fulani zawadi na umshuhudishe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, una wengine kinyume na huyu Nu'man? Akasema naam. Na je, umewapa pia vile vile? Akasema la. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataa kushuhudia, akasema kwamba yeye hashuhudii dhulma. Na hayo ndio ya katika majumba yetu. Unakuja nyumbani, huyu unamnunulia nguo, huyu mwingine bado nitamnunulia siku nyingine. Wewe next time ni wewe, na hiyo next time haifiki. Kwa hivyo tufanye uadilifu kati ya watoto wetu pia vile vile. Pia vile vile kuwa na rifq na lin na rahma. Hao watoto tunapokaa na wao, tuhakikishe kwamba tunakaa na wao kwa upendo, kwa huruma, tuwahurumie hao watoto wetu, tukae na wao katika njia ambayo ni nzuri. Mtume sallam siku moja alimbusu mmoja katika watoto, na kulikuwa na Arabi pale. Akasema, mnabusu watoto nyinyi? Akasema, naam. Akasema, sisi ama mimi niko na watoto kadhaa na sijawahi kubusu hata mmoja. Akasema, nifanye vipi? Mtume akamwambia, nifanye vipi kama Allah subhanahu wa ta'ala ametoa rahma katika nyoyo zenyu, ama katika moyo wako. Wewe unafaa kuwa na mtoto wako wakati ambao unakaza macho iwe, wakati wa kuchapa kidogo iwe, na wakati wa kuhurumia pia vile vile iwe. Naam, unafaa kumchapa mtoto wako. Katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, muru auladakum bisala wa mabna'u 7 wadribuhum 'alayha li'10 wafarriqu bainahum fil madaji'. Anasema, waamrisheni watoto wenu sala wakiwa na umri wa miaka 7. Wadribuhum 'alayha li'10, na muachape hao watoto kwa kuacha sala wakiwa na miaka 10. Wafarriqu bainahum fil madaji', na muweze kuwatenganisha katika malazi. Akishafika miaka 10 watenganishe, wa kiume walale kivyao na wa kike pia vile vile walale kivyao. Na pia vile vile miongoni mwa mambo ambayo unafaa kufanya katika tarbia, kulea watoto, lazima upatie hao watoto nasiha, kuwa na time na wao. Kaa chini na wao, wazungumzishe, waelezee uhalisia wa mambo, waelekeze katika yale ambayo ni sawa. Wawasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kumbuka wakati ambao Ibrahim, ama wakati ambao Yaqub amefika katika sakratul maut, anakufa. Tunaambiwa wasia hiyo pia vile vile Ibrahim alitoa. Wasa biha Ibrahim wa banihi Yaqub. Aliweza kutoa wasia Ibrahim alayhi salam pia vile vile
Na kijana wake pia vile vile Yaqub akasema inna Allah astafa lakumud-din, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewachagulieni dini. Hii ni wasia ambayo hao mitume wanatoa na kuwapatia watoto wao. Hivyo hivyo inafaa mimi na wewe tukae na watoto wetu pia vile vile tuweze kuwazungumzia ile mambo ambayo baba akiua basi watoto wanaingia ndani, au baba akiingia wanatoroka. Si katika mafundisho ya Uislamu. Inafaa ukae na hao watoto waelekeze katika yale ambayo ni nzuri. Kabla ya mwisho pia vile vile, nukta ya kabla ya mwisho ni jalisu salih. Lazima uhakikishe kwamba kupatikane hao watoto kuwe na company nzuri. Katika hadithi ya Mtume sallallahu, na uhakikishe kwamba watoto wako wale company ambao wanashikana nao, rafiki zao, wale ambao wanaenda pamoja ni katika watu wema ama watu wenye tabia nzuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mathalu jalisu salih wa jalisu su kahamilul misk au nafikhil kir, mfano wa rafiki mzuri na rafiki mbaya ni kama muuza marashi, hamil misk yule ambaye anauza misk, au nafikhil kir au mfua vyuma, blacksmith. Yule ambaye mzuri ambaye mfano wake ni muuza marashi, ima atakupatia zawadi au atakupaka, au kwa uchache utapata kwake harufu nzuri. Na hivyo hivyo yule ambaye ni muovu ambaye mfano wake ni mfua vyuma, blacksmith, katika natija ambayo unapata ni ima utapata kwake harufu mbaya au atakutobolea nguo na zile cheche za moto. Kwa hivyo angalia wale mtoto wako anashikana na nani na anasuhubiana na nani, asije akamwathiri katika njia ambayo si nzuri. Na pia vile vile mwisho kabisa ni wewe kama mzazi kuwe ni qudwa hasana, kielelezo chema, mfano mzuri. Wewe lead by example. Wewe unaswali, wewe unazungumza ukweli, wewe unamuelekeza katika yale ambayo ni sawa. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie wenye kusikia na kufuata, atuoneshe haki tuweze kuifuata, atuoneshe batil tuweze kuepukana nayo. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.